nilitaka kushangaa kidogo, mzee huyu amekosa haya, maana juzi wametoka kugongwa, alafu anataka kuniletea mambo nizungumzie jinsi uchizi alivyofanya uchizi wake kule. Sasa mimi hapa nimekuja ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, nikiwakilisha wilaya ya Kilwa ndani ya mkoa wa Lindi. Sasa nililazimika nije kuyasema hapa na nitayasema katika maeneo mengine, kwa sababu kuna wehu fulani hivi wanapita kusema huko kwamba mimi tena ninataka kuingia kwenye vyama vingine au nataka kushirikiana na watu wengine. Hilo jambo sijawahi kulifanya na sitawahi kulifanya katika maisha yangu. Hakuna mtu ambaye ana ushawishi wa kunitoa mimi ndani ya CCM nikaenda chama kingine chochote, kwa sababu nazingatia utaratibu uliowekwa ndani ya chama. Unaweza ukapewa fursa kwa wakati huo na usiweze kupewa fursa kwa wakati huo. Sina kinyongo na mtu, sina mgogoro na mtu, na wala sijakichukia chama changu wala uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Lakini la pili ninalotaka kulizungumzia, ndani ya utaratibu huo wa chama, CCM imeundwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiyo iliyotoa nafasi ya uanzishwaji wa vyama vya siasa. Wazee hapa wanazungumza mpaka kufikia mwaka 92 ndipo ambapo tulifanya mabadiliko tukaruhusu vyama vingi kurudi tena, tangu vilivyofutwa mwaka 1963. Lakini CCM yenyewe ina katiba yake. Ninyi wana CCM mrudi kusoma katiba ya CCM, ibara ya 5(1) mpaka 3 inazungumzia madhumuni ya uanzishwaji wa chama cha CCM. Madhumuni ya uanzishaji wa chama ni kushiriki chaguzi mbalimbali ili kushika dola. Sasa hawa wanaotuambia mmechoka, tuweje watu wengine? Kwanza tubadilishe katiba. Katiba yetu sisi ndio kazi yetu sisi Chama cha Mapinduzi, kazi yetu ni kushiriki chaguzi na kuwashinda wapinzani tunaoshindana nao katika ngazi zote, kuanzia ngazi za vitongoji kwenda kwenye vijiji, kuja kwenye kata, kwenda kwenye ubunge na urais. Sasa wanasema kwamba CCM imechoka. Nani kawaambia wamechoka? Si wenyewe ndio tunatakiwa tuseme tumechoka. Lakini hatujachoka, kwa sababu tuna utaratibu mzuri wa kubadilishana madaraka siku hadi siku. Leo anapewa nafasi huyu, kesho anapewa nafasi mwingine, kesho kutwa anapewa nafasi mtu mwingine. Mambo yanakwenda na nchi inazidi kusonga mbele. La tatu ambalo nilitaka niliseme, mkuu wetu wa msafara ameanza kusema, tarehe 29 tunaenda kupiga kura. Tunaenda kupiga kura kuwachagua madiwani, wabunge na mgombea wetu wa urais. Sisi Kilwa Kaskazini na Kilwa Kusini na maeneo mengine ya mkoa huu wa Lindi tumekuwa wahanga wa michezo ya kijinga inayofanywa na wapinzani, kwamba siku ya uchaguzi anaweza akakujia mtu nyumbani akakwambia leo bwana wameahirisha uchaguzi, tena hakuna uchaguzi tarehe 29, na usipotoka wewe kwenda kupiga kura usitegemee kwamba idadi ya kura zitakuwa nyingi. Kinje ameshashinda ubunge, Mama Samia ameshashinda urais. Tunahitaji kura yako wewe uende ukampigie diwani na hao wengine. Lakini hata kama watashinda kwa kupata kura, bahati mbaya sana hivi sasa kura zinapigwa katika maeneo tofauti, kwa maana kwamba kwenye kituo chetu hapa kura zitapigwa na kuhesabiwa hapa. Mgombea ambaye anagombea udiwani leo, mgombea ambaye anagombea ubunge leo, idadi ya kura ataangalia kwenye kijiji gani mimi nimepata kura nyingi. Ikitokea kwamba Bugo ndo mmekuwa nafasi ya mwisho, mnampa mapenzi gani huyu mtu kuja kuwatumikia? Tuhimizane, tuhakikishe kwamba tunatoka kwenda kupiga kura. Mimi nitakuwa tayari kushirikiana na diwani mtakayempigia kura, kushirikiana na mbunge ambaye mtampigia kura,
na kushirikiana na rais ambaye tutahakikisha kwamba anashinda kwa kishindo ili kuleta maendeleo.